Kwa majina naitwa Remigius Aliani, ni mzawa wa Mreba, kijiji kinaitwa Kakoma, kata Bulungura. Ya, mimi kwa bahati mbaya Mreba nao huwa ni wilaya. Ya, Mreba ni wilaya. Yes. Okay. Kwa bahati mbaya au nzuri, mimi nimekuja kufikia hatua ya kujielewa au kujitambua. Nikakuta mama na baba hawako pamoja. Naona. Sasa baada ya kukuta ile hali, nilijaribu kumuuliza mama, naona uko peke yako, vipi kuhusu baba? Naona akaniambia babako yupo, lakini akanipa sababu nyingi ambazo zilisababisha wakawa hawako pamoja. Basi sikujali kwa sababu nilikuwa bado nina umri mdogo. Nikakaa pale na mama, lakini changamoto iliyotokea pale nyumbani, mama alikuwepo ni mlevi sana. Yani alikuwepo ni mlevi. Unaposema ulevi, yani ule wa kupindukia sasa. Na hapo Mreba mlikuwa mnaishi kijiji gani? Kijiji kinaitwa Kakoma, kata ya Bulungura. Naona. Na ndio shule ambayo pia umesomea hapo? Kwa bahati mbaya sikubahatika kusoma. Sikubahatika. Sasa tumekaa baadaye mama akaendelea na ulevi wake, tukakaa. Maisha yalikuwa magumu sana kwa sababu nakumbuka kipindi hicho tulikuwa tunaishi kwanza nyumba moja ambayo ni ya maajabu sana. Kwa sababu kile kipindi nyumba tuliokuwa tunaishi ni zile za majani. Yani unakuta nyumba chini majani, juu majani. Naona kwa ile hali kidogo ilinipa utata japokuwa nilikuwa mdogo. Basi tukaendelea hivyo, tukakaa na mama pale. Ya ilipofika kama mwaka 2012, maana kwa kipindi hicho nilikuwa sio kwamba nilikuwa mkubwa sana, kwa sababu mimi nimezaliwa mwaka 2000. Kwa hiyo kwa mwaka 2012 nilikuwa bado na miaka 12. Tumekaa hapo, mama tukajenga nyumba ambayo ilikuwa ni ya nyasi lakini ya udongo. 2012 hiyo. Ile nyumba tumejenga. Sasa kwa vile tulijenga mimi mwenyewe na mzazi wangu ambaye ni mama, ile nyumba haikuwa kwenye ubora. Unaona. Kwa bahati mbaya tumekaa mwaka wa kwanza, mwaka 2013 ile nyumba ikadondoka. Ilipodondoka ile nyumba, basi mama akakimbia kwenye vifaa, yani kwenye vifaa vya serikali. Sasa akaenda kuomba msaada serikalini. Baada ya hapo basi alipofika pale akauliziwa mume, na alipouliziwa mume basi akataja maeneo alipo. Mimi kwa bahati mbaya huyo mzee nilikuwa simjui, nilikuwa sijawahi kuonana naye. Naona nilikuwa sijawahi kuonana naye. Labda nilikuwa nasikia historia zake, na sio kwamba alikuwa mbali, alikuwa kijiji jirani, lakini sikubahatika kukutana naye. Ambaye ni nani? Yeye anaitwa babako? Ambaye ni baba yeye. Naona. Basi alipofika kwenye vyombo vya sheria, yule mzee aliitwa pale. Alipoitwa pale kituoni, wakamchukua maelezo na nini. Basi wakatuuliza, huyu ni baba yenu? Sasa mimi nilikuwa simjui, sikuweza kuongea kwamba ni baba wala ni, afu kipindi hicho nikichukulia nilikuwa bado mdogo, na maana ile akili ya kwamba ni 1 2 3 nilikuwa mimi sijaipata. Naona. Baadaye wale maskari wakamwamuru yule mzee akajenge nyumba. Naona. Sasa kwenye kujenga nyumba pale wakakubaliana, na kweli mzee akakubali, akaenda nyumbani pale akatafuta mafundi, wakaanza ujenzi. Sasa kati ya wale mafundi waliokuja kuanza ujenzi pale, mmoja wake sasa akawa ametengeneza mahusiano na mama, ila alikuwa na mke mwingine, alikuwa ni jirani tu, ila ana mke mwingine. Akatengeneza mahusiano na mama. Alipotengeneza mahusiano na mama, wamekaa. Baadaye huyu alikuwa anakuja na lala pale, kipambazuka anaenda. Hatukubahatika kukaa naye kwamba alikuwa anakaa pale. Unaona, lakini maisha yalikuwa kiufupi ni magumu sana. Kwa sababu nakumbuka kwa hicho kipindi hata ndara nilikuwa sijui. Hata ndara nilikuwa sijui. Manake hata ndo sababu ya wewe kushindwa kusoma kabisa. Na shule mimi kiufupi shule niliipenda, na niliwahi kwenda mimi mwenyewe bila kwenda kuandikishwa, nikajipeleka shuleni. Nilipofika pale sasa yale mazingira yakawa yananichanganya. Nikafika mara nikaingia darasa la kwanza, kesho nikienda naingia tena darasa la pili, kwa yale mazingira
yakawachanganya walimu. Unaona. Basi baadaye walivyokuwa wananifokea wale walimu, nikaamua nifanyeje, niache kabisa. Basi nikakaa. Tulipokaa tukaendelea na huyo mzee sasa ambaye alikuwa ametengeneza mahusiano na mama. Nimekaa pale, baadaye akawa anakuja, anajikata, anakuja, analala, asubuhi anaenda. Kilichotokea bana pale, yule baba akambebesha mama mimba. Unaona, mama akawa ameshika ujauzito wake. Aliposhika ujauzito wake wakaachana. Walipoachana tumekaa sasa pale nyumbani. Mimi ni mtoto wa pili, lakini kwa jinsi tulivyokuwa tunaishi, mimi nilikuwa naonekana kama mtoto wa kwanza, maana mkubwa wangu ambaye namfuata mimi kwa mama alikuwepo sehemu nyingine, alikuwa yeye amelelewa kwa babu. Unaona? Kwa nikawa mimi nipo pale kama mkubwa sasa. Kwa nimekaa pale, ile hali ya mama kuwa mjamzito, yani kiufupi ilinitesa sana mimi. Alipoachana na yule baba, kwa sababu mama kwanza alikuwepo ni mlevi. Ni mlevi na maana hana uwezo wa kutunza balance yoyote. Kwa hiyo kilichotokea pale, mimi niliingia kwenye kazi, yani nilianza kazi nikiwa chini ya umri niseme. Nilianza kufanya kazi ambazo ni ngumu. Unaona, na nilikuwa nafanya kazi pesa anachukua mama, kwa sababu kipindi kile alikuwa hana msaidizi ambaye anaweza kumsaidia. Kwa hiyo nimefanya kazi pale, kazi. Na ulikuwa na umri gani kipindi hicho? Kwa kipindi hicho ilikuwa ni 2013. Na maana nilikuwa na miaka 13 bado. Unaona. Basi kazi niliyoifanya ilikuwa ni kazi ambayo sio nzuri kwa haraka. Nilikuwa nafanya kazi ya kuchunga ng'ombe, nilipelekwa kuchunga ng'ombe. Na kwenye familia yenu wewe ni mtoto wangapi? Yaani mko jumla wangapi? Ya, kwa baba na mama tuko watatu. Ila kwa mama tena tuko watoto 8, na kwa baba tuko watoto kama 14 hivi. Unaona. Kwa yani jinsi walivyoishi wao, kila mtu alikuwa naenda hapa nazaa hivyo. Kwa tuko hivyo. Basi kilichotokea pale, mimi nikapelekwa kuchunga ng'ombe. Kipindi hicho nakumbuka nilikuwa nachungia shilingi 12,000. Naona 12,000 hiyo nilikuwa natengeneza kazi, lakini mimi nilikuwa silipwi. Kifika mwisho wa mwezi analipwa mama. Ile hali mimi iliniumiza, kwa sababu nilikuwa nikimuona mama ni mlevi sana. Kwa hiyo hali iliniumiza sana. Lakini anyway nilichukulia kawaida, kwa sababu nilikuwa najiona mimi ndio mtoto mkubwa pale nyumbani. Nikaendelea kufanya kazi. Changamoto nilizozipitia kwenye ile kazi ni nyingi. Nakumbuka kuna siku moja nimenolewa kung'atwa na nyoka. Nimetoka kuchunga na narudi nyumbani. Hiyo siku nikanolewa na nyoka. Nilichukia ile kazi kwa muda, na nilipofika nyumbani nikagoma, nikamwambia mama, bana mimi sirudi kazini. Alikuwa ni nyoka aina gani? Wale nyoka sijui ni wa aina gani, ila kwetu sisi tunawaita chwila. Yani wale nyoka wanaotema. Weusi wale. Weusi. Basi huyo nyoka bana, hiyo siku alininoa. Nikaenda nyumbani nikamwambia mama, mimi bana sintorudia kushiriki hiyo kazi. Basi mama kwa vile alikuwa na hali ngumu akanibebeleza, mwanangu 1 2 3 nenda kafanye kazi tu. Basi nikarudi siku ya kwanza. Na wakati anakukosa ulikuwa kwenye mazingira gani? Ulikuwa kwenye vichaka au ulikuwa? Ya, maana kule nyumbani sisi ng'ombe zinaishi mbali na makaya ya watu. Kwa hiyo zilikuwa zinaishi porini, na maana nikiingiza mimi narudi nyumbani. Kwa hiyo kilichofanyika pale, nilipomaliza kuingiza zile ng'ombe, wakati narudi nyumbani kulikuwa na sehemu kuna kichaka alafu kuna mawe. Ina maana lazima upite pale katikati. Kwa sababu sisi kule kwetu mawe ni makubwa sana. Ina maana ukikuta njia ni moja hiyo. Kumbe yule nyoka alikuwa anaishi kwenye mazingira ya kile kichaka. Baadaye ikabidi niendelee na kazi. Nimeendelea na kazi siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, ile nyoka tena kanikosa. Nyoka yule. Na yule nyoka alikuwa na vitoto pale. Tulikuwa tunamjua kwamba anakaa pale, maana mara nyingi tulikuwa tunamuona, lakini sasa ndo njia ya kupita, hakuna njia nyingine. Kilichofanyika iliponinoa hiyo siku, nikaendelea na kazi. Sikufika nyumbani na kumwambia mama. Nilimwacha tu, nikaendelea na kazi. Basi zikapita kama siku 5 tena nikarudi kazini. Sasa wakati nimerudi kazini, nikawa mida ya kuingiza ng'ombe jioni, nikakutana na mdogo wangu. Nilipokutana naye akaniambia, kaka twende nikusindikize tu. Nikaenda naye. Sasa hiyo siku tunatoka huko kuchunga, na maana tunarudi nyumbani, yule nyoka aliyekuwa ananikosa mimi akampata mdogo wangu. Unaona? Kamtemea pale, alipomtemea yule dogo kalia sana pale, alipolia basi
Ikabidi mimi kwa vile nilikuwa nimeshakuwa nikambeba nikamkimbiza nyumbani. Fika nyumbani wakatengeneza dawa za kienyeji, yule dogo akawa amerudi kwenye hali yake. Ila mimi kuanzia hiyo siku nikasitisha kazi ya kuchunga ng'ombe. Basi tukaenda mwaka 2013 sasa ukawa uko mwishoni, na maana na mama anaelekea kujifungua sasa. Naona 2013 hiyo mama akajifungua. Alipojifungua basi tukakaa hapo. Tulipokaa na maana alipojifungua tukakaa kama miezi 3 hivi. Mimi tena nikatafutiwa kazi ya kwenda sehemu tena kuchunga. Lakini sasa na aliyekuwa nakutafutia kazi ni mama tu au? Ya mama. Lakini kipindi hicho nafanya kazi silipwi mimi. Yani nafanya kazi mimi ni kuhesabu tu tarehe fulani imefika, hela sina hata uwezo wa kuidai. Na kipindi hicho na umri mdogo, miaka 13 sasa hapo. Na miaka 13. Basi tukaenda hivyo, mama tukakaa. Baadaye kilichofanyika, mimi nikachunga mpaka 2014 mwezi wa 3 2014 hiyo mwezi wa 3 kazi kanishinda, nikaamua nirudi tena nyumbani. Kazi iliponishinda nikarudi nyumbani. Nimerudi pale nyumbani, kumbuka mama amejifungua ilikuwa ni mwezi wa 8 2013 mwezi wa 8. Alipojifungua mwezi wa 8 huo, mwezi wa 3 na maana alikuwa na miezi kama mingapi, kama sikosei ilikuwa ni miezi 6 hivi. 6-5 hivi kitu kama hicho amejifungua. Sasa nilifika pale nyumbani nikakuta mama ni mlevi, yani sasa ulevi ndio ushazidi. Unaona? Nilipofika pale nyumbani, nilipata shida sana kwa sababu mama alikuwepo mlevi sana. Alafu kipindi hicho yule mtoto sasa mimi ndio nikawa kama mzazi. Unaona? Mama akawa anaenda sokoni, akienda sokoni anaweza kaenda Alhamisi anarudi Jumamosi. Na bado ameacha mtoto mbani wa miezi 5. Siku 2 hayupo. Siku 2 hayupo. Na mimi kipindi kile ni mtoto mdogo, na maana hata ndani kwa peke yangu nikiwa na mtoto mdogo anayelia nilikuwa naogopa. Lakini ndio hivyo nimepambana naye yule mtoto. Mama akawa anaenda hivyo, akienda Alhamisi, muda mwingine anarudi Jumapili, muda mwingine akienda anaweza kaenda, kwa sababu sisi tulikuwa tunaishi kwa kuemea. Mama alikuwa na uwezo wa kulima kwa sababu ya pombe. Unaona? Kwa hiyo alikuwa na uwezo wa kwenda sokoni, anaagiza labda unga wa siku moja, hiyo Alhamisi jioni. Kwa hiyo kesho ambayo ni Ijumaa sasa nyinyi mtajua mtakula nini. Ile hali iliniumiza sana, ilinipa wakati mgumu sana. Kuna wakati na mtoto mlikuwa mkikosa chakula mlikuwa mnafanyaje? Hapo kilichokuwa kinafanyika baada ya kukosa chakula sasa ni kwenda kwa majirani. Tunaenda kwa majirani, tunaomba msaada, lakini wakati tunaenda kwa majirani tukipewa msaada wa kula labda hata mara moja, hiyo siku zinazofuata tunaanza kumtafuta sasa. Unaenda baa fulani unakuta hayupo, unazunguka baa fulani kwa sababu kule pana visenta vingi. Kwa alikuwa anahamishwa, unakuta na watu wanaokunywa nao wanahama, leo wako hapa wanaenda mara hapa hivi. Kwa tukawa tunafanya hiyo kazi, mnamtafuta, lakini matokeo yake muda mwingine hamuoni, mnaamua kurudi nyumbani mpaka atakaporudi. Hiyo hali ilinipa wakati mgumu sana. Tukaenda, yule mtoto nikakoma naye mpaka akamaliza mwaka. Amemaliza tu mwaka hivi. Yani nisema alikuwa hajamaliza hata mwaka. Yule ambaye alikuwa ni mtu wake na mama wakarudiana kimahusiano, ambaye ni babake na yule mtoto. Na waliporudiana kwa bahati mbaya tena mama akashika ujauzito. Na huyo baba yako wa kambo sasa alikuwa anaishi hapo kijijini kwenu? Alikuwa ni jirani. Na maana ilikuwa ni nyumba ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya 4 ni kwake. Naona ilikuwa ni jirani. Basi waliporudisha mahusiano wakaendelea na mahusiano. Huyo wakati huo mama ni mjamzito, lakini yule mtoto naye bado ni mdogo, lakini wote sasa ni walevi. Na maana ile uwezo wa kwamba wanaweza nikakaa nao au wakakaa na yule mtoto ambaye ni mdogo, yule naye ishi naye, ilikuwa ni ngumu sana. Maana wote walikuwa wakienda kulewa ni hivyo wanamaliza siku wako huko. Basi kilichofanyika, mimi nikakomana na yule mtoto. Baadaye tukakaa mama akajifungua mtoto wa pili kwa yule baba wa kambo. Alipojifungua yule mtoto wa pili
Tukakaa ikawa imefika sasa muda huo ni 2000 na tunaelekea 2015 na 15 tunaelekea, ilikuwa kama mwezi wa 10 hivi, unaona, mwezi wa 10 wa 11 kitu kama hicho, akajifungua mtoto mwingine. Alipojifungua mtoto mwingine, amemaliza kujifungua tu, yule mtu tena akakata mahusiano naye. Alivyokata mahusiano naye, basi mimi nikakaa pale, tukakaa pale na mama, alikuwa ameshajifungua kwa kipindi hicho. Mama naye tulipokaa akapata mtu mwingine. Yule mtu akataka kumuoa, lakini akampa masharti. Bana, mimi nakuoa lakini sitaki uje na watoto wako hao wa baba mkubwa sasa ambaye ni baba yetu. Sisi tulikuwepo tumezaliwa watatu kwa baba, ila kwa muda ule tulikuwepo wawili. Nilikuwepo mimi na mdogo wangu wa kiume ambaye ananifuata akiwa wa pili. Mdogo wangu wa kike alikuwa hayupo, yeye alikuwa amelelewa kwa bibi, na yeye ina maana yeye alilelewa kwa bibi pamoja na kakaangu ambaye namfuata. Basi alipompa yale masharti bana, kitu alichokifanya mama akakubali. Nakumbuka ilikuwa ni siku ya Alhamisi, mama alituaga akasema, bana, mimi naenda, nyinyi baki hapa, baba yenu atawalea, mimi nimechoka. Hiyo siku tulilia sana. Nakumbuka nililia sana hiyo siku kwa sababu mimi ndo nilikuwa nimeshajitambua kiufupi. Na hiyo sasa ilikuwa ni mwaka 2015. Yeah, 15. Basi tumekaa pale 2015 hiyo, mama alipoenda sasa ikabaki ni kwa mzee sasa. Ameenda ametuacha kwenye yale mazingira. Baba hatujali na yeye mwenyewe pia ikawa ni changamoto. Kwa hiyo nilichokifanya mimi pale, nilianza kufanya kazi za kuchota maji. Nilikuwa natafuta sehemu hapo wanapofyatua tofali nachota maji. Naona nikipata ile hela tu nayoipata mimi nanunua chakula nikaishi na mdogo wangu. Nimekaa na mdogo wangu mwezi wa kwanza, mwezi wa pili. Yaani hata baba hata ile kuja tu kutuona ilikuwa haipo. Naona. Naye alikuwa anaishi kijiji cha mbali sana labda? Hapana, ilikuwa ni jirani. Yaani niseme hivi, vilikuwa ni vitongoji vimepakana. Kwa sio mbali. Ni baba mzazi kabisa. Na ni baba mzazi. Lakini changamoto iliyokuwepo, baba mzazi huyo ameoa wanawake 4 akiwemo na mama. Na maana kwa muda huo sasa napoongea alikuwa na wanawake 2. Unaona? Alichokifanya yule baba akamwagiza mtoto mmoja kwa wanawake wale 2, akasema wewe nenda kaishi nao. Unaona? Yule kijana alikuja na alingana naye umri yule kijana. Alipofika pale, hali iliyokuwa pale ilimchanganya sana kwa sababu kipindi hicho baba haemei afanye chochote, na maana tunakula yani wanakula kwa kunitegemea mimi sasa. Nichote maji, ninunue unga na ndoo wale. Yule kaka hali ile ikamshinda, akaamua kurudi. Na ilikuwa ni mwezi wa kwanza huo sasa. Tumekaa mwezi umeisha kabisa, tuko peke yetu mimi na mdogo wangu. Naona. Baadaye nikapambana tu hivyo, mwezi wa pili ukaisha. Ulipoisha mwezi wa pili, baba siku moja akaja pale nyumbani. Kumbuka alikuja na shilingi 2000, akanipa ile 2000. Tukaongea mambo mengi, akaniambia vumilia tu, mtakuwa na nini. Hiyo siku akaenda, akaniachia shilingi 2000. Akumaliza siku 2 tena akarudi. Aliporudi akaniuliza, vipi kazi? Mbona kama vile umeelemewa na kazi, unaonaje nikuletee msaidizi? Nikamuuliza, baba, unaleta msaidizi wa aina gani? Akasema, mimi bana sasa hivi nataka nihamie wapi huku kwenu. Nirudi huku kwenu na wapenda wanangu. Yaani akaweka vitu, yani vitu vya kunishawishi hata mimi. Pale nikahisi labda baba na upendo na sisi, labda kuna kitu kinasababisha asiishi pale na sisi. Nikamkubalia, nikamwambia sawa mzee, njoo ukae kwa sababu wewe umeamua, basi njoo. Mimi nikafikiri labda akija nakuja peke yake. Akaja siku ya kwanza, ya pili, tukamaliza wiki. Ya kwanza ikaisha, ya pili kaisha. Naona. Ilipoisha wiki ya pili, na shangaa ilikuwa siku ya Alhamisi. Tupo tu mida saa 8, nikaona mzee akaagiza mzigo. Akaagiza samaki pale nyumbani. Akamwelekeza mtu kwamba mwambie fulani apike hii samaki, apike 1 2 3, nina mgeni. Nikajiuliza huyo mgeni ni nani? Basi mimi sikuwa na shida, nikapika hiyo siku. Nilipopika jioni inafika bana, namuona mgeni aliyeletwa. Mgeni aliyeletwa bana ni mama wa kambo. Naona ni mama wa kambo. Yule mama wa kambo ameletwa pale, tumekaa naye.
Sasa alipofika mimi, kulingana na hali ile ambayo nilikuwa nimeshaiona ya mwanzo, jinsi nilivyohangaika mara ya kwanza, yani alipomleta yule mwanamke nikaanza kukumbuka, yani nimechota maji miezi miwili, baba hujaja hata kunisalimia, hata ile kutuona tu tujulia hali hamna. Mimi ile hali iliniumiza sana. Nikasema haiwezekani tena mimi niishi tena na mama wa kambo. Aliyakuwa mama amenikataa, bado baba wewe hukuwa na msaada mkubwa kwetu. Nilichokifanya mimi nilikaa, alimleta ilikuwa ni Alhamisi iliyofuata. Kumbe yule mke alikuwa ni mke wa mtu. Yaani ameenda akamchota kwenye mji wa mtu akambeba. Sasa Alhamisi iliyofuata wakakamatwa. Na alikuwa mke wa 5. Sasa ulisema alikuwa nao 4? Ya, huyu alikuwa ni mke wa 5. Yes, akakamatwa. Walipokamatwa ile Alhamisi wakapelekwa. Na walipopelekwa wakapigwa siku 14. Walipokuwa nakamatwa manake nao ulikuwepo nyumbani. Yeah. Walikamatwa saa ngapi? Wao walikamatwa wakiwa sokoni. Ya, walikuwa wameenda sokoni, sisi tukuwepo nyumbani hapa. Basi walipofika kule wakapigwa siku 14 mle ndani. Kakaa zile siku 14 wakamaliza. Mimi nikiwepo na mdogo wangu, tukaendelea tu kuwepo na mdogo wangu. Zile siku 14 zimeisha, wakapata mzamana. Na wakawa wametoka. Kaja mpaka nyumbani pale, wamefika pale. Kitu kilichoniumiza sana, baba alipofika pale akaja na mpango wa kuuza shamba baadhi, kwa sababu tulikuwa na shamba kubwa sana. Akaja na mpango wa kuuza shamba, akanishirikisha, mwanangu, nataka niuze shamba kidogo ili shida niimalize. Mimi nilipofikiria hilo swala lilikuwa gumu kwangu. Ulikuwa na shamba kama kiasi gani? Na ni ukubwa gani? Shamba lile lilikuwa ni eka 5. Ya, eka 5. Nilichokifanya mimi pale baada ya kuambiwa na mzee, nilikubali. Nikamwambia, lakini mzee, kwa nini usiuze pikipiki nafasi ya kuuza shamba? Akasema hamna, haiwezekani, pikipiki ndio nayofanyia biashara, acha niuze shamba. Ila utanisaidia, maana wewe ndio kijana mkubwa hapo, utanisaidia kuweka sahi. Na maana utasaini sasa. Mimi hali ile nikaona hamna, haiwezekani. Muda huo ni 2015. Mimi nikaona haiwezekani. Nilichokifanya niliamua kutoroka pale nyumbani. Ya, nilitoroka pale nyumbani. Nakumbuka hicho kipindi nilikuwa na shida sana. Nilitoroka muda huo, yani hata ndara sijui mguuni. Na maana hata kipindi hicho ambacho nimeishi na baba na huyo mama wa kambo, sikuwa hata na ile ndara. Na maana nilitoroka, nakumbuka ilikuwa ni kama saa 2 usiku. Nilitembea kuanzia saa 2 usiku mpaka saa 12. Unaona? Natembea afu muda huo niko polini, sio kama nakimbilia kijijini. Ni pori gani na ulikuwa unaelekea wapi? Na hilo pori lilikuwa linaitwa Brigi. Chato hiyo. Yeah. Kipindi kile ilikuwa haijawa Chato. Haijawa Chato. Ilikuwa bado Kagera. Ilikuwa bado Kagera. Naona. Sasa nilichokuwa nakifuatilia muda huo, ina maana kule Brigi kalikuwepo kaziwa. Naona nikasikia kule bana wanatega samaki, wanafanya kazi 1 2 3. Hasa na mimi kwa vile nilikuwa sipendi zile kazi za kuchunga ng'ombe, nikasema na mimi nitaelekea huko. Basi niliamua kuanza safari toka huo usiku, nikatembea. Saa 12 ilipofika nikawa nimebahatika kuliona ziwa mbali kweli. Na mdogo wako sasa ulimwacha? Mdogo wangu mimi nilimwacha pale nyumbani. Ulimwacha pale nyumbani? Kwa sababu yeye alikuwepo ni mdogo sana. Alafu yeye kwa bahati mbaya kwenye udogo wake alikuwa mgonjwa sana. Ina maana hakuwa na ile afya nzuri. Kwa hiyo niliamua yule mdogo wangu nimwache pale nyumbani. Mimi nikaenda. Kwa hiyo ulimtelekeza pasipo kumwachia mtu yoyote? Yeye yule mama alikuwa amekuja na watoto wengine 2. Ina maana wakati nitoka pale nilimwacha na wale watoto 2, bado na baba na mama walikuwa wameshapata mzamana wako nyumbani pale. Naona. Kwa hiyo mimi nilitoroka wakiwepo pale nyumbani. Nikaenda. Baadaye nikatembea na ilipofika saa 12 nikaliona ziwa kwa mbali sana. Lakini muda huo nina njaa na ni polini. Basi nikaendelea kujivutavuta hivyo, nikajivuta. Kipindi hicho yani niliumia sana, nimeshachomwa na miba mingi sana kipindi hicho. Naona. Bahati nzuri nikafika kwenye mji mmoja, alikuwepo Wasukuma wa Mwanza wamehamia yale mazingira bado wageni. Nikatokezea kwenye huo mji. Nilipotokezea kwenye huo mji, nikawaelezea hali yangu. Sikuambia napotoka, sikuambia kwamba nimetoroka, ila nikawaelezea bana mimi nina njaa, nilikuwa naelekea sehemu fulani nimepotea. Wale watu wakanisaidia chakula hiyo siku. Nikala, nilipomaliza kula nikawaaga, nikamwambia mimi ngoja niendelee na safari. Basi nikaendelea na safari. Bahati nzuri nikatokea pale Brigi kwenye ziwa sasa. Hawakuwa na mashaka yoyote labda hao Wasukuma?
Hapana, hawakuwa na mashaka kwa sababu unajua watu wa kule kidogo kwa kipindi kile hali ilikuwa ni ngumu sana. Kwa hiyo ni maisha niliyokuwa nayo yalikuwa ni kama maisha ambayo yamezoeleka na kwa watu wengine. Kwa hiyo hawakuwa na mashaka yoyote.